Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Allahumma aghni kulla faqir. Allahumma ashbi' kulla ja'i'. Allahumma aksu kulla uryan. Allahumma qdi dayna kulli madin. Allahumma farrij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fuka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasidin min umuri muslimin. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma sudda faqrana bighinak. Allahumma ghayyir su'a halina bihusni halik. Allahumma qdi anna ad-dayn wa aghnina min al-faqri innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atliq bil Qur'ani lisani wa a'inni alayhi ma abqaitani fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Sadaqallahu al-aliyyul 'azim. Baada ya kuzungumzia maana ya maadili na kuweza kutofautisha baina ya maadili kama sifa za kinafsi na maadili kama nyendo za nje. Tukasema ile sifa hatuioni, tunakiona sisi ni nini? Ni nyendo za ule mtu. Sasa leo tunataka tuzungumze katika hiyo hiyo misamiati, wanauita wataalamu masdarul ilzam, chanzo cha ulazima au chanzo cha wajibu. Kwa maana tukishakukubaliana mathalan kwamba kunena ukweli ni tabia mzuri na kunena urongo ni tabia mbaya, tukishakukubaliana kwamba kuwa mkarimu ni tabia mzuri na ubakhili ni tabia mbaya, tukaorodhesha zile sifa za akhlaqi mzuri zote na za mbaya zote. Na tunaponena uzuri hapa inamaanisha inastahiki kufanywa, si uzuri kama uzuri wa kikuba hapa. Huu uzuri, kuna wakati unaposifu rangi na ni mzuri, yaishia hapo. Lakini wakati unaposifu tabia, wanatuambia wanazuoni alhusnu walqubhu, uzuri na ubaya wakati inaposifiwa tabia inakuwa kwa maana ma yambaghi an yu'mala au ma la yambaghi an yu'mala, inakuwa ni kwa maana kinachofaa kufanywa na kisichofaa kufanywa. Kwa hivyo unaposema ukweli ni mzuri, maana yake inatakikana ufanywe. Unaposema urongo ni mbaya, yani maana yake yatakikana usifanywe. Sasa suala, kinachotulazimisha kufanya na kutofanya ni nini? Ndio hii unwani ya leo, masdarul ilzamil akhlaqi, chanzo cha uwajibu wa kimaadili au chanzo cha ulazima wa kimaadili. Chanzo chake ni nini? Mmoja
katika wanafalsafa wa Kifaransa anaoitwa Henry. Ni mtu amebobea sana katika kulisoma suala la maadili katika jamii, kisaikolojia na kifalsafa. Huyu katika utafiti wake amefikia kwenye natija kwamba wajibu wa kimaadili, ulazima wa kimaadili warudi kwenye mmoja katika mambo mawili basi. Ima ameita ni adhaghtul ijtimai au aljadhbu ruhi. Asema zitu hizi ziwili ndizo zinaowasababisha watu ima wafuate tabia mzuri na kuepuka tabia mbaya, au wasifuate. Chanzo chake ni mambo mawili. Kwanza ni presha ya kijamii, ndio yamekusudia adhaght. Dhaghtu Kiarabu ni nini? Ni presha, ni presha ya kijamii. Vipi? Asema katika maneno yake, innana, hakika yetu sisi, nuaddi daura alladhi ayyanahu lana almujtama, twatekeleza dauri tulopangiwa na jamii yetu. Wanatba'u tariqa allati rasamaha lana, na twafuata barabara tulochorewa na jamii. Thumma nusallimu qiyadatana lihadhihi tariq, kisha twasalimisha amri, twaipatia uongozi ndia hii. Natarasamuha kulla yawm, twaifuata hatua hatua kila siku. Binaw'in min al'ada, paka inabadilika inakuwa ni kama ada zetu. Maneno yake yana ukweli kiasi fulani, ingawa si ukweli wote. Wajua, mtu si lazima kila alinenalo akama si haamini dini ama si Muislamu kwamba mambo yake yawe makosa. Ina ukweli, na tutakuja kuona hata Qur'ani yakubali kwamba moja katika chanzo cha kuwafanya watu walazimike na maadili ni presha ya kijamii, lakini haifiki hata 20%. Inao kazi, lakini kazi yake ni ndogo sana, na yategemea aina ya watu wakoje. Lakini tukitizama sisi katika maisha yetu, ukijiuliza wewe, kuna mambo kadha wa kadha wafanya si kwa kutaka kwako, ni kwa sababu ya kulazimishwa na nini? Na jamii yako. Ikiwa utapata mawili, ikiwa utapata matatu, ikiwa utapata matano, wewe binafsi tu utaona, jirudie katika maisha yako. Kuna mambo wayafanya hata wao wana usemi, wasema vaa wanavovaa watu, kula inavyopenda nafsi yako. Kuna usemi huo, wasema katika kula kile unachopenda wewe, lakini katika kuvaa utavaa vile watu wanavovaa. Na ndio utazikuta hizi fashion za tutukua, na ukivaa kinyume na jamii utafika wakati utaambiwa uko out of nini? Out of fashion. Na mara nyingine inaweza kuwa wewe umeiona nguo umeipenda, lakini ukawata kuivaa kwa sababu imepitiwa na wakati, watu watanena iye. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo maneno ya mwanafilosofi huyu wa Kifaransa anaoitwa Henry Bergson yana ukweli kiasi fulani, lakini si ukweli wote, kwamba moja katika mategemezi yanaoleta ulazima wa kimaadili ni presha ya nini? Ni presha ya kijamii, na hii ya kontroli watu wengi, na nitakuja kuizungumza katika mtazamo wa Qur'ani. Sasa hivi tumzungumze. Pili, asema lakini watu wengi hupekeshwa na hii.
katika maadili yao. Watu wengi, majority, msukumo wao ni wave ya kijamii. Na ukipata jamii kama hizi, kwa mtazamo wa Henry, ni muhimu sana katika kuilinda ile jamii au katika kuihifadhi ile jamii au hata katika kuleta mabadiliko katika mbinu utakazokuzitumia za mabadiliko. Tumia sana mbinu za kutengeneza waves za kijamii, kwa sababu zile ni jamii mara nyingi zafuata watu hufanya nini. Na ndio mtaona hata katika siasa twenda kwa mawimbi sisi zaidi, twenda kwa mkao zaidi. Kila ukiwa na mkao mkubwa utapata watu wengi zaidi. Kila ukiweza kuunda wave, basi waweza kuipeka jamii, kuliko kuja na fact nyingi na miradi mingi. Haiwezi kuipekesha jamii, kwa sababu jamii haipekeshi umefanya nini. Jamii yapekeshwa wengi wako wapi. Lakini asema kuna na msingi wa pili. Hunu msingi wa pili huwa ni kwa baadhi ya watu, ameuita msingi wa kiroho, au waweza kuuita msingi wa kidini kwa ule anayeamini dini. Yeye ameuita, ile ya kwanza ameita dhaghtul mujtama. Presha ya jamii inatengeneza nguvu ya create ulazima wa maadili ufuatwe ni hunu, na maadili yake ni haya. Hii ya pili ameita quwwatul jadhbi, nguvu ya mvuto. Nguvu ya mvuto wamaanisha nini? Asema kuna watu wametoka katika level ya jamii zao, wameweza kufikiri nde ya fremu ya presha ya jamii. Wako wachache wameweza kuunda maadili kinyume na mkondo wa nini, wa jamii, na wakafaulu. Ni nini kilichowavuta? Asema ni nguvu fulani ya kiroho. Na mara nyingi utawapata watu hawa walikuwa si watu wa kawaida, ni wanafikra. Wameweza kutoka nde ya safu ya zafa, waka create mtezo wao tofauti, na wakaweza wakarudi mpaka wakaathiri wevi ya jamii ikabadilika. Na hawa ndio huitwa viongozi. Upo vizuri sana. Kiongozi katika sifa yake muhimu ni anayeweza kutembea nde ya wave za kijamii, lakini si rahisi hivyo. Leo watu wengi huja kwenye siasa na nia safi. Si kila alaa yao kwenye siasa huya kwa nia ya uharibifu. Na mara nyingine utapata baadhi ya watu kabla hajaingia kwenye siasa ameweza kutumikia jamii kwenye sekta mbalimbali, na akafaulu na akatoa huduma kubwa, mpaka jamii ikamuona kwamba huyu hajawana uongozi, ametufanyia mambo haya. Hajawana cheo, ametoa huduma hini. Huje tukimweka kwenye cheo? Jamii kaja ikakupresha kwamba wewe wafaa, na wewe kwa nia mzuri na kwa kuona ulifanya kwa resources kidogo mabadiliko makubwa, lau utakuja kwenye resources za serikali waweza kufanya mabadiliko zaidi ya hapo, ukaingia. Nazungumza theory ya huyu mwana filosofi wa Kifaransa anaitwa Henry. Lakini ukasahau kwamba kule ndani kwenye boma la siasa kuna wave au kuna ile inayoitwa pressure ya kimaadili, ya lazimisha ukitaka kuwa memba katika klabu ile uwe na maadili haya. Umeingia county assembly,
Pale mathalan pana memba wangapi? 20. Pale pana presha ya kimaadili ishatengenezwa kama wave, ndiyo inaotembeza. Wewe ukiingia uko katika mivuto aina mbili, ima wewe moya ulokuja na hii ya pili, quwwatu ruh, wataka kupambana na dhaghtul mujtama, ima uishinde dhaghti ya 19 wawete kwenye moya, ama 19 wakushinde wewe moya wakupeleke kwenye 19. Mumenielewa uzuri sasa? Sasa bako na ufaulu, tusikate tamaa. Hao walioleta mabadiliko duniani wamekuja kutembea kinyume cha mkondo wa jamii, na ndio wakastahiki kuambiwa ni wana mageuzi, wakastahiki kupigiwa saluti na ulimwengu. Si mchezo shekhi. Na hapa sasa nifunge maneno ya Henry niingie kwenye Qur'ani, lakini nithibitishe hii theory yake. Nimeambia inao ukweli kiasi fulani, si ukweli wote. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kwenye jamii ishatayarishwa kimaadili, tangu maadili ya kiitikadi, maadili ya kibiashara, maadili ya kisiasa, maadili ya kitabaka. Ndani ya jamii ya Maka kulikuwa na tabaka karibu 4, na kila tabaka haiwezi kuingilia mambo ya wengine, mambo marefu sitaki kuyazungumza. Akaja mtumi mwana yatima maskini, akatembea kinyume na wave, au kwa istilahi ya Henry na ile dhaghti ijtimai. Kwa nini? Yeye aliasiliana na nguvu ya kiroho, ikampa ulazima wa kimaadili tofauti na maadili yanaopewa na ulazima wa presha ya kijamii. Jamii ikamkataa, ikamtapika. Hakubadilisha misimamo, lakini alitapikwa, na ndio maana akagura, akaenda wapi? Madina. Ni maana Maka ilifanya nini? Ilishindikana kuleta changes, ilimkataa. Lakini nataka muisome hini aya mumfahamu Henry katika kuemewa kwake mtume propaganda, kwa sababu jamii ishatengezwa katika maadili ya propaganda. Waweza watu wakateza ngoma mai ya pwani ya naskari na wote waamini chumvi, lakini washatengezwa hivyo. Mwanielewa? Lakini mimi napiga wapi ha? Watu wote wayua ni wana pwani, wamezaliwa pwani, wayua mai ya pwani nini, lakini waweza wakatengenezewa wave, wote wakateza ngoma kwamba mai ya pwani nini, ni tamu. Watu wamuyua Mtume Muhammad tangu ni mtoto, amana zake wakiweka kwake, wamjua ni mwenye hikma. Walipokosana karibu kupigana kwenye kujengwa Al-Kaaba, hayapewa utumi, alipotokea Muhammad walinena huyu ndio wafai kutusuluhisha. Makabila top controller wa Maka wakubali Mtume Muhammad atoe uamuzi ili kuondosha zita, lakini wakati alipokuja kutoa uamuzi wa suluhisho la umma hawakumkubali. Sasa Mwenyezi Mungu amwambia nena nao. Waambiaje? Qul innama a'idhukum biwahida. Sikizeni aya. Waambie ya Rasulullah, na waomba tena kwa ndia ya mawaedha. Wajua maana ya mawaedha? Hakuambiwa qul innama ad'ukum, na wankuwa nyinyi, a'idhukum. Mawaedha siku zote ni kitu cha kupapasa papasa, cha kubembeleza bembeleza, cha kurairai. Na warai, na waomba nini? Ondokeni kwenye wevi ya kijamii, mufikiri mmoja mmoja. Bas
Qul innama a'idhukum, na waomba moja tu, si mingi. Gani? Antaqumu lillahi mathna wa furada, mujitenge kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wawili wawili. Kishindwa, kama huwezi kufikiri pweke, tafuta wapili wako, lakini msizidi wawili. Au anaoweza kufikiri pweke abaki pweke. Ondoka kwenye hii pressure ya kijamii. Antaqumu lillahi mathna thumma tatafakkaru, kisha mufikiri, je, mimi na wazimu? Basi rudiani profile yangu tangu mulipoinukia na mimi ni mtoto, mulipoteza na mimi mpaka sasa mmesikilia miaka 40. Amana za kina Abu Lahabi zote na kina Abu nani zote ziko kwangu. Jiulizeni swala moja, mimi mwandazimu? Na kama mwandazimu, mbona amana huwetwa kwangu? Yani kwa lugha yenu, ketini mmoja mmoja mufikiri, je, haya mai ya pwani kweli ntamu ama nchumvi? Hii ndio nadharia ya Henry, tukitaka kuifasiri kwamba watu wote wapekeshwa na, katika ilmu ya saikolojia inaitwa al-aqlul jam'i, akili ya pamoja. Watu 1000 hufikiri pamoja, na si maana hufikiri pamoja kwa kushirikiana. Kuna akili moja tu ya tili huwafikirisha watu 1000, lakini ayua mishipa ya kuwatezesha. Akiwaambia asubuhi nenani mai ya pwani ntamu, watanena mai ya pwani ntamu. Sasa wewe kuja kuivunda ile wave ili uwafanye mmoja mmoja afikiri pweke, yani ende kwenye quwwatur ruh, ndo yanena Henry, afikiri kama mwanadamu akitumia zombo zake za kiubinadamu, asifikiri kama mwanajamii akipekeshwa na presha ya nini, ya kijamii. Mumemwelewa Henry sasa, na aya mumeielewa. Kwa hivyo ndo nikawaambia fikra yake ina ukweli kiasi fulani, lakini sio ukweli wote. Suala, turudi kwenye mada yetu. Ni nini kinachofanya sisi tulazimike kimaadili? Kwa nini niwe mwaminifu? Nini kinachonilazimisha kuwa mwaminifu? Kwa nini nisiwe khaini? Nini kinachonilazimisha nisiwe khaini? Mmoja katika wasomi wetu wakubwa wa kileo katika Ahli Sunna wal Jamaa aitwa Ad-Doktor Al-Sheikh Nadim Al-Jisr. Ad-Doktor Al-Sheikh Nadim kwa dali, Nadim Al-Jisr. Huyo amefanya research peke yake, kisha ametoa kitabu kamili kujibu swala hili kupitia Qur'ani. Ni kipi hiki? Ni kifungu kikubwa katika falsafa za akhlaq. Ni nini kinachofanya jamii iwajibike kimaadili? Ameingia kwenye Qur'ani, ametafiti yeye kivyake, na narudi kuwaambia haya maoni yake. Aweza kuwa amepata 100% na aweza kuwa hakupata. Amepata mambo 7 yeye. Henry ametuambia mambo ni mangapi? Ni 2. Pressure ya kijamii na mahusiano yako na nguvu kubwa, yani nguvu ya kiroho. Sisi tuiita dini. Yeye aweza kuwa haamini dini, haamini vitu zingine. Huyu asema ni 7. Na leo na kesho nafikiri itatubidi tuendelee na hizi 7 moja kwa moja. Lakini ni muhimu sana. Kwa nini hizi 7? Na azitoa kwenye Qur'ani yeye. Tukiweza kuzifahamu hizi nguzo 7, utapata kujenga kitu kinachoitwa strategy. Tunapokuja tukasema jamii yetu imezorota kimaadili, jamii yetu imeanguka kiakhlaq, vipi tutairegesha? Tutafute misingi hii 7 ipo. Kwa sababu ikiwepo hii misingi 7 ndio inaowalazimisha watu wawe na nini? Na maadili.
Ikiwa haipo tutairegesha vipi? Au iko miwili hakuna mitano, ama iko minne, ama iko kwa percentage gani? Yaweza kuwa ipo yote saba, lakini kwa 10%, kila msingi uko kwa 10%. Wapambana na wevi ya kinyume, yashindwa kusurvive. Msingi wa kwanza, na mnukuu Sheikh Nadim asema maneno haya: watakadu tanhasiru turuqul ilzami al-akhlaqi fi al-Quran, sura mimi nimewambia 7-6, fi 6 anwa, ya kurubia kufungika ndia za kuwalazimisha watu kimaadili kuwa ni 6 peke yake. Zipi? Awalan, anena al-ilzamu biwazi'i al-aql, kwanza ni akili. Kila mwanadamu akiregesha matendo yake kwenye msingi wa akili, ndio kila yanapokuwa matendo yale yako karibu zaidi na usawa. Kwa lugha nyingine, kila inapokuwa msukumo wa misimamo yako, msukumo wa matendo yako ni akili yako, ndipo kila unapokuwa karibu zaidi na usawa katika matendo yako, kulipo unapokuwa msukumo ni hawa yako ama ni nafsi yako. Yani mfano leo mimi namuunga mwanasiasa fulani, jiulize, msukumo wa kunipeleka mimi ni muunge ule mwanasiasa ni msukumo wa kiakili ama ni msukumo wa kihawa? Akili, yani pana maslaha ya umma, astahiki, aqualify, ana paka mwisho, hiyo ndo akili. Hawa, nimepata nini mimi, nitapata nini mimi. Sijakwambia misimamo ya kihawa ni misimamo ya makosa, lakini siku zote mtu katika misimamo yake, kila akisafiri kwa akili huwa karibu zaidi, sineni 100%, pia munielewe, huwa karibu zaidi na nini, na kupata, kuliko akitembea kwa hawa yake, huwa karibu zaidi na kukosa, sineni 100% kukosa. Utanambia, lakini ustadhi, si sote tuna akili? Kwani katika jamii yetu wandazimu mangapi? Hapa Amu mathalan, Lamu County population ni 100,000 na ngapi siku hizi hakim? 140,000. Hapo wandazimu hufika 500? Kio tumetoa hesabu nyingi, hawafiki. Kwa hivyo watu wote wana akili. Mbona watuambia maadamu watu wana akili? Tulikuwa tutaka tuwe na maadili. Kuwa nacho haimaanishi kukitumia. Kukitumia haimaanishi kujua kukiekeza. Si kila mtumiaji ni mwekezaji. Waweza ukatukua 100,000 ukampa mtu ayuwa kuitumia na kuiekeza, baada ya mwaka akakurudia ni mtu mwingine, na ni 100,000. Waweza ukatukua 1,000,000 ukampa mtu, baada ya mwezi ukamkuta barabarani huomba sadaka, na wote walikuwa nazo. Kwa hivyo mujarradi wa kuwa nacho haikubadilishi kitu. Mwenye nacho asoyua kukitumia na asokuwa nacho sawa sawa. Manielewa vizuri? Mwenye nacho asoyua kukitumia na asokuwa nacho sawa ama si sawa? Sawa sawa. Wewe una 10,000,000 umezifungia kwenye sefu nyumbani, kila asubuhi ufungua ukazitungia ukaziweka, kisha enda kula mkate wa mofa pale kwa Azizi. Na asokuwa nacho muna tofauti gani? Wewe baada ya miaka 10 ni ule ule, kubadilika chochote. Ni senti zikizike kwenye nini?
kasha, kila asubuhi funguo ukaziangalia, ukazitilia pefu, ukamwita ustadhi akazizungua, basi. Sasa ni muhimu watu usiwafundishe tu kuwa na kitu, wafundishe kukiinvesti walichonacho. Uwekezaji, sio hata elimu. Ndio nimesema katika mada moja nilokuwa nataka kuileta mara hii ni Ramadhani, lakini ilitolewa kwenye mtujo wa kwanza kwenye kamati kabla sijaenda kwenu, ilitolewa. Nilikiita ar-rushdu wal basira fil Qur'an, kukomaa. Moja katika rushdi ni ile walioiomba ashabul kahfi. Moja katika rushdi ni ile alioiomba Nabii Allah Musa katika kumfuata nani? Katika uitwaje ule? Hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda. Rushdi nini? Rushdi ni ukomavu wa kujua kukitumia ulichonacho. Kwa lugha fupi ndio rushdi. Na ndio Mwenyezi Mungu mara nyingi hawapi utumi mitumi wake paka wasikilie rushdi, sio paka wabalighi. Kubalighi ni kimwili, rushdi ni kukomaa kiakili. Ndio ile falamma balagha Ibrahimu, ustadhi asemaje? Rushdahu. Ibrahimu alipofika kwenye ukomavu wake, tulimpa huja zetu, hakutosheka na kuzitukua, aliziwekeza huja zile, akaziinvest kielimu, zikaleta mwamko katika jamii. Nimetoka mbali sana na mahala ambapo tunataka tupafanyie kazi sasa hivi, viongozi wote. Vijana wetu wamesoma alhamdulillah sasa hivi, lakini vijana wetu sasa wataka kutolewa kwenye marhala ya ilmu, kupelekwa kwenye marhala ya nini? Ya rushd. Kwa sababu mimi huwa nashangaa sana, mtu amesomeshwa ana degree katika mambo ya business management, ninavyofahamu mimi, sikusoma skuli, kisha akaja msikitini ataka ustadhi amzengelee kazi. Sijui umenielewa? Kwa sababu ninavyojua mimi katika hiyo business, wewe umefundishwa namna ya kufanya nini? Ya kuinvest na kuzitafuta opportunity. Kisha ukawa uketizia, hutia wasita huyu, ukitia wasita huyu, hungoja uzengelewe kazi. Ni maana umemiliki kitu, huyajua kukitumia ulichokimiliki. Sikwambii huna elimu, lakini elimu ulionayo hujajua kuiwekeza. Turudi kwenye mada. Kwani watu hawana akili? Wanao akili, lakini katika matendo yetu, katika asilimia ngapi twayafanya kwa akili? Tukuwa wewe na nkeo tu nyumbani, tukuwa wewe muamala wako tu na nini na majirani. Anza kwenye maisha individual, panda kwenye small community, nenda mpaka katika jamii mzima. Tuangalie namna tunavyopekesha mambo, hata wewe namna unavyopanga mambo yako. Akili yako iliwekezwa kiwango gani? Utapata mara nyingi kwa ingia ziungo zingine, sio akili. Ima twaamuliwa, ama twashindwa nguvu, ama lakini nitafanya iye, ama itakuwa iye, ama endelea mpaka mwisho. Mimi sitaki kujua excuse utakazo kuzitoa, si lazima ziwe za maslaha tu, la. Kuna watu wamekwenda kuvoti, hana maslaha wala hataki chochote, lakini ameshindwa kumvunda mtu fulani. Upo? Pamoja na kwamba yeye aamini decision anayoifanya ya kupiga kura si ya sawa, yani akili yakataa decision ile, lakini tafanyaye? Kwa hivyo hono ni uamuzi wa akili ama ni uamuzi wa nini? Si wa akili. Sasa jamanini, mukizisoma, huyu shekhe asema, munapozisoma aya za Qur'ani kila zikenda hurudi kama zafa. Wale wenye zafa watakwenda endapo watarudi pale pale. Kila zikenda hurudi afala tatafakkarun. Kila zikenda zikarudi afala taqilun. Kila zikenda kwambia liulil
albab. Maona yale mambo, yani Mwenyezi Mungu kwambia kila mwendapo rudini mwangalie msingi wenu uko thabiti, maiwekeza akili kwenye mambo haya, matumia fikra, mapima tele. Nimezungumza mada mzima safari moja wakati wa corona Ramadhani, akili na kufikiri. Lao nataka kuwakusanyia aya za akili na kufikiri. Sijuzi nimewaambia aya za akhlaq ni 2000, hizi zaweza kusikilia pengine mpaka 3000. Aya zinahusu kutumia akili kwa kila lugha. Afala tasma'un, afala tubsirun, afala taqilun, fandhur ila al-ibli, afala yanzuruna ila alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini wa hada falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ma'a shaqqa thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Imam Sadiq katika kuifasiri aya hii asema hawaangalii chakula chao, tuliteremsha mvua mbinguni na tukaipasua ardhi. Imam Sadiq asema chakula kinachozungumzwa hapa ni kipana kuliko chakula. Yani angalia pia fikra zako zatoka wapi. Mvua gani ilinyeshea akili yako ndio ikajenga fikra? Ardhi gani ilipasuka ndio ikazaa fikra? Katika hadithi ya Imam Sadiq asema panua chakula cha kuingia tumboni, chakula cha kuingia akilini, chote chaingia. Afala falyanzuril insanu ila ta'ami. Ni nani katika sisi a review fikra zake? Fikra zako tu za kijamii, simpendi fulani, nampenda fulani, namtukia fulani, namtukana fulani. Jiulize, una misingi gani ya kiakili ya kutompenda fulani? Very simple questions. Umetegemea misingi gani wewe? Utaona kwamba wapekeshwa. Naam, pengine umerithi babu na babu yake alikuwa uteta na si uteta. Babangu alikuwa mkao wa fulani na babake alikuwa mkao wa fulani, zitazifanya nini? Ziendelee. Kwa hivyo msingi wa kwanza wa ulazima wa maadili ni akili inapofanya kazi, kwa sababu akili imeitwa akili kwa maana ya mana. Anavyosema Imam Ali, limadha summiya al-aqlu aqlan, kwa nini akili iliitwa akili? Aqala lugha ya Kiarabu ni kufunga kitu na kukidhibiti na kukikontrol, na ndio ule mnyama huambiwa yeye aqilha wa tawakkal. Ule alipokwenda kumuuliza Mtume, nimekuya na ngamia wangu nimemwatia Mungu nde, Mtume akamwambia usimwatie Mungu, nenda kamfunge bwana, kisha utawakkal. Mambo ya kutawakkal tu, kisha huyo tuzungumze. Alitumia neno hili aqilha, mdhibiti vizuri. Kwa hivyo akili kazi yake ni kudhibiti matendo yako, ni kuongoza tabia zako peke yake, ingawa haitoshi. Pili, nimalize leo hizi mbili kwa sababu hizi ni misingi muhimu, na mnukuu huyu bwana anaoitwa Sheikh Nadim amesema, al-awwal al-ilzamu biwazi'il aql, ya pili al-ilzamu biwazi'i dhamir. Na anawaomba, nafikiri zimeanza kurushwa kwenye channel ya YouTube ya Mzee Mwenye, murudie darsa zangu nilizozungumza zaidi ya miaka 15 wakati nilipokuwa nazungumza kuifasiri suratul Inshirah na suratul Tin. Tuliposikia pale laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, nilizungumza kwamba ndani ya mwanadamu kuna zombo, si kimoya. Kuna akili, ndio hii tumeizungumza. Kuna na zombo zingine nimezizungumza kule, zirudieni. Chombo cha pili huitwa dhamir. Hata Waswahili huita dhamiri. Fulani hana dhamira ule. Ayatullah Sheikh Nasir Makarimu Shirazi katika zitabu zake asema,
Lau twataka kuieleza dhamiri kwa lugha rahisi kila mtu aifahamu, twafaa tuiite mahakama ya ndani. Kama vile huku nje kuna nini? Kuna mahakama. Ukifanya la kosa, kwa nini kuliwekwa mahakama? Kulikuwa na la usawa na la nini? La makosa. Lilipangwa vipi? Sitaki kujua. Liliwekwa na kanuni na mila, lakini huku nje kulikuwa kwajulikana kuvuta bangi mathalan nini? Ni makosa. Kulikuwa na la usawa. Wakati unapofanya makosa hupekwa wapi? Mahakamani. Mahakama lengo lake ni kurudisha jamii katika usawa wa matendo, sio? Sasa Mwenyezi Mungu kabla ya kuja kuweka hizi mahakama za nde, pia ziko kwetu tunaitwa mahakama za kadhi, sio? Na kabla ya kuweka mahakama ya siku ya Kiyama ambayo itakuwa na mizani na mashahidi, Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake mkubwa ambao Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi asema lau itasomwa hii peke yake yatosha kuthibitisha uwepo wa Mungu, ameicreate mahakama kamili kwa kila mwanadamu ndani ya nafsi yake. Kila mwanadamu. Leo ikiwa tazungumza ulimwenguni, wale walioko hai, sio waliokufa na watakaokuja, ni bilioni 8 nafikiri, sijui 7 8. Kwa hivyo tuna mahakama bilioni ziko ulimwenguni sasa hivi, na mahakama zenyewe yaitwa dhamir. Na ajabu ya mahakama hii ajabu yake iko paka tofauti na Kiyama, iko more advance hata zaidi ya mahakama ya Kiyama. Utaona ajabu, kwa sababu mahakama ya Kiyama uko jaji ama hako? Uko ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wako mashahidi ama hawako? Ni nani? Mitumi pia watakuwa mashahidi na ziungo zako. Walioma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kuna mizani ama hakuna? Iko sawa. Ukija kwenye mahakama hizi za duniani za nde, za kadhi ama za nini, uko jaji ama hako? Uko lawyer ama hako? Wako mashahidi ama hawako? Lakini mahakama iliyoko ndani ya nafsi yako, mshtakiwa mbewe, mshtaki mbewe, jaji mbewe, shahidi ni wewe, kila kitu ni wewe, mbewe tu. Ghariba ajib. Hakuna cha zaidi kinachongia zaidi ya wewe, ni ukubali tu kulipulika sikio lako la nde, ulitafutie internet likonekti na uwito unaotoka ndani uusikie. Bas. Na hatari, lakini hizi mahakama hufa, yaweza kuwa watu hawako nazo tena wengine, kwa sababu Mwenyezi Mungu akikuumba ametengeneza ile, huitwaje ile kitu ya nyumbani ile ya waya za taa, wiring, sio? Imefanywa ile wiring. Wewe una masikio ya kusikia nde, una na masikio ya kusikia huku ndani. Pia kuna mazungumzo ya akili yako, kuna mazungumzo ya dhamiri yako, kuna mazungumzo ya hawa yako pia ya communicate. Ukitozisikiza kwa muda mrefu, huenda zikifanya nini? Zikiwa dhaifu. Ndipo paka usikilia pale mahala bal rana ala qulubihim, shapijwa muhuri. Ndipo pale inapokuja khatama Allahu ala. Ama niwape aya ya wazi zaidi mnaoisoma kila siku, suratu Yasin. Unaona hiye? Nyinyi huwasomea mapolisi mkitaka kupita kwenye geti, na mwataka mwanzo muiangalele aya huambia nyinyi. Like jamaa ukwambia ukitaka kupita na kitu airport, andika kwenye karatasi, andika hii aya utie kwenye begi. Kama kuna zitu zako wale jamaa customer hawataziona. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Subhanallah. Hizi Imam Khomeini rahmatullahi alayhi aziita hujub,
pazia za ndani hujengeka kwa maasia, ndio zikaja zikakutia kizibo sikio hili, wajaalna min baini aidihim saddan, zikatia kizibo nyuma mbe, istoshe ikakufinika na blanketi, fa aghshaynahum. Ukishakufinikwa blanketi unachokuona tena, fahum la yubsirun. Ndipo pale mpaka umwambiapo mtu hili ndio la usawa, halioni tena. Yeye aliona lile chafu ndio la usawa, kwa sababu software yake imeharibiwa, imezunguliwa, imekuwa ovu. Huliona zuri na zuri huliona ovu, na Mwenyezi Mungu asitujalie kusikilia stage hiyo. Bale bal zayyana lahumu shaitanu ma kanu yaamalun, lakini shetani amewapambia, wamekuwa huyaona yale machafu au ndio mazuri. Katika aya nyingine na zuyina lahum, Suratul Kahfi, tumalize hapa leo. Suratul Kahfi ya watahadharisha, yaambia hal unabbiukum bil akhsarina, mataka kuwajua watu wenye hasara zaidi, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Kuna watu hufanya ni ibada, yeye huona kalama yeye hufanya maovu. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, angalia Mwenyezi sema wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wao waamini hufanya mambo mazuri, lakini ndio wenye hasara kubwa. Chunga sana. Na ndio nkanena mara kwa mara, misimamo yetu tusitukuliwe na mawevu, turudie akili yatuambiaje. Kuna wakati twaketi twapasua watu, twatetesha watu, twagonganisha watu kwa jina la dini, na mtu uona upata thawabu, upigana jihadi. Kwa hivyo ya pili azungumza Sheikh Nadim ni wazi'u dhamir. Hii kazi yake, ukikosa akili shaona lile ni kosa, dhamiri huamka ya kuuma. Siku upate usindizi, utasikia tu na dhiki yeo, ala rudia uzuri, kuna mahala umfanya kosa, huwa ya kujudge, ya kuwekea. Ukikubali kuketi kusikiza, itakuwekea kesi. Hata kama ulikuwa umjibu, lakini ulikuwa simjibu vile. Hata kama ulikuwa umpije, we huoni lile pijo ulompija zaidi, ile mithli hakuna. Hata kama yule alikuwa, lakini walikuwa huoni yule ni mtu mzima. Hata kama alikurukia pale barabarani, wewe ukamtukana, wewe ukajiona umejiweka kwenye sehemu ya kujidefend, lakini dhamira ya kwambia hala, angalia umri wako na wako sawa. Unapoisikiza ukaamka asubuhi ukaenda ukamwomba msamaha mtu mzima wa watu, kwanza utakuwa umefuta madhambi yako. Pili, umeipa nguvu dhamiri yako, kwa sababu ikisikizwa huzidi nguvu, huzidi kukuongoza. Na ndio ile Mwenyezi Mungu alowapa nayo kwenye suratu aliponena la uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu binafsil lawama. Ndio hii wanaita wanazuoni an-nafsu al-lawama. Hii ukifanya matatizo kulaumu. Hii ni moja tutakuja kuieleza kesho, nayo yataka tuinvest nayo katika kuboresha maadili, lakini wakati umenimalizikia, sina budi kusimama. Nawaambia Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ningependa kumwomba, kweli wa mambo sikutarajia hata kama nitakuja darasani leo, ningependa nimwombe Ustadh Athmani na ndugu yangu mkubwa, hali yake si mzuri, hata tumemtia CIU karibu saa 9 yani. Ndio nimeweza kukimbia kuja kupata hili darasa. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe shifa inshallah, ampe sala. Yes,